Muda hatuna tena, mambo mengi na muda mchache. Maandalizi yamefanyika vya kutosha kwa miamba hii yote miwili, kwa maana ya Simba na RS Berkane, kuelekea mchezo wao wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Hapa kuna kitu nataka nikwambie, final touches ambazo tunakwenda kuzigusa kuelekea katika mechi hii. Lakini kubwa zaidi, itakumbuka kwamba miamba hii inakutana mchezo huu kwa mara ya 4. Yani huu ni mchezo wa 4 wanakutana RS Berkane na Simba katika kumbukumbu zao. Sasa kitu ambacho tunakwenda kukiangalia hapa, kumbukumbu inatuonesha msimu mwaka 2021-22 miamba hii ilipokutana kwa mara ya kwanza, mchezo uliopigwa kule Morocco katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, Simba iliruhusu mabao 2-0. Lakini katika mabao yale mawili ambayo waliruhusu, goli la kwanza lilifungwa na Adama Ba kupitia free kick ikajaa moja kwa moja, na goli jingine lilifungwa na Al-Bahari ambaye alifunga kupitia kichwa baada ya kuchongwa kona. Sasa ukiangalia kumbukumbu ya mechi hile, utaona kwamba RS Berkane huu ni mpango mkakati wao. Miongoni mwa vitu ambavyo wanavitumia kwa kiwango cha juu ni kufunga mabao kupitia set pieces, lakini pia kupitia kichwa. Wana wastani mzuri wa upataji matokeo wa aina hiyo. Nachomaanisha ni kwamba ukiangalia mechi ya msimu ule na mechi ya msimu huu, kwa maana msimu huu katika mkondo wa kwanza wa fainali iliyochezwa Manispaa ya Berkane, walifunga pia bao kwa kupitia kichwa. Mamadou Lamine Camara ndo wa kwanza akiwa ndani ya pochi, alifanikiwa kuruka juu na kunodi mpira ambao uliingia wavuni moja kwa moja. Ile ilikuwa ni kona. Ni kumbukumbu pia ambayo inaturudisha katika msimu ule wa 2021-22. Walifungwa bao na El-Bahari kwa namna ile ile, kwa maana ya kuchongwa kona, mchezaji wa kwanza alitoka akaenda kucheza ule mpira. Hizi timu kutoka Afrika Kaskazini zina mbinu nyingi katika kumbiti mpinzani. Miongoni mwa mbinu ambazo wanaamini ni hii mipira ya kutengwa. When it comes, Simba anadominate mechi. Leo hii mechi inakuwa ngumu kwa RS Berkane kwa namna yoyote ile, basi Berkane miongoni mwa silaha ambazo wanaitegemea au silaha ambayo inabakia ni katika set pieces. Na hii ilikuwa tabia ya Al Ahly kwa miaka mingi kweli kweli huko nyuma. Ilikuwa ukiwabana mbavu katika kila kona, wanasubiri kupata mipira ya kutengwa. Watakuadhibu katika corner kicks, watakuadhibu katika free kick. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuchukua tahadhari zote. Tulijadili hapa juu ya mabao ya mapema miongoni mwa strength zao, lakini strength nyingine ni hii ya kufunga mabao kwenye set pieces, lakini kwenye crosses, yani kimsingi mipira ambayo inaelea hapa juu katika lango lenu wapinzani, mnakuwa katika wakati mgumu kwa hawa RS Berkane. Katika season hii ya 2024-2025 Simba jumla imefunga jumla ya mabao 21. Katika mabao 21 haya, mabao 6 yametokana na vichwa. Wamefunga kupitia vichwa. Yes, na katika kufunga kwa namna hii, vipo ambavyo vichwa kutokana na cross, zipo set pieces kwa maana ya mipira ya free kick pamoja na kona. So miongoni mwa vitu ambavyo Simba atakiwa kuzingatia, small details pamoja na hivi vitu. Wawe makini kweli kweli kwenye kuwakaba. Ikumbukwe mpira wa Afrika Kaskazini, miongoni mwa sifa za mchezaji kusajiliwa kule au kucheza kule, uwe na fitness level, utimamu wa hali ya juu. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinazingatia ni body morphology, muonekano wako unaonekanaje. Sasa ndio maana ukiangalia asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanatoka Sub-Saharan wanaocheza ukanda ule wa Afrika Kaskazini ni wale ambao wanatokea katika yale mataifa ya Afrika ya Magharibi ambayo yako energetic. Kwa mfano Senegal, kwa mfano kama RS Berkane, wana nyota wa Senegal wako humu. Ukiangalia wale Wydad msimu uliopita walikuwa na Sambou Buli ambaye pia ni Msenegal, striker mmoja kavimba hivi alikuwa mbele wanacheza naye. Lakini ukienda pia kwa upande wa Raja Casablanca sasa hivi wana Pape Osman Sako, hana huo mwili lakini anatokea Senegal pia. Huyu Jibril Sila naye aliwahi kupita Morocco kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Kwa hiyo ni taifa ambalo ni trusted, linaaminika. Mamadou Lamine Camara ambaye alifunga pia naye anatokea Senegal. Kwa hiyo yale mataifa ya Afrika Kaskazini, Afrika ya Magharibi, wanaaminiwa kwenda kucheza kule kwa sababu ya fitness level zao zinakuwa kubwa kutokana na nature, lakini pia aina ya mazoezi ambayo wanayapata katika makuzi yao ya ukuaji. Sasa basi, tukija kwenye hoja yetu ya msingi, magoli 21 mabao 6 yametokana na hivyo. Mchezo kati ya Stellenbosch
ambao walipoteza mabao 3-1 dhidi ya RS Berkane. Katika mabao 3 ambao walifungwa kwa Berkane, mabao 2 ambayo yalifungwa na Yusuf Zugudi yalitokana na crosses ambazo zilipigwa upande wa kushoto kwa fullback wao wa kushoto RS Berkane, na Zugudi akafunga. Mabao 2 yalifungwa kwa kichwa. Ile mechi Berkane hawakuwa na kiwango bora sana, hiyo mechi ya Stellenbosch na Berkane, lakini wakaenda kuadhibu katika mipira ya crosses na wakafanikiwa kuandika mabao 2 kabla kuandika bao moja jingine ambalo lilipigwa kwa shuti la kutokea mbali. Kwa hiyo hiki ni kielelezo cha mchezo mmoja. Mchezo wa pili ni RS Berkane ambao walishinda magoli 2-0 dhidi ya Lunda Sul. Lunda Sul ni timu kutoka Angola, walifunga bao dakika 21 na dakika 79. Mabao yote 2 yalifungwa na Yusufu Dayo, mchezaji wa kimataifa wa Burkina Faso ambaye ndio mlinzi wao wakati. Alifunga mabao yote 2 kwa kupitia kichwa chake. Yes, hii ni miongoni mwa strength nyingine au reference au ushahidi mwingine ambao tumeuona. Mechi nyingine ni RS Berkane dhidi ya Constantine ambao walishinda magoli 4-0 dhidi ya Constantine. Mechi hii miongoni mwa magoli ambayo yamefungwa, Paul Bassene alifunga bao kupitia kichwa baada ya kona iliyojazwa ndani ya boksi. Mwamba kutoka Senegal akaruka na kunodi mpira ukaingia wavuni. Hii ni kumbukumbu nyingine juu ya RS Berkane na Constantine katika mechi hiyo. Mechi nyingine ya 4 ni RS Berkane dhidi ya Simba ambao walipata ushindi magoli 2-0 dhidi ya mnyama Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali iliyopigwa kule Manispaa ya Berkane. Katika mechi hii dakika ya 8 tu Mamadou Lamine Kamara aliruka na kwenda kucheza mpira wa kona na kuingia wavuni moja kwa moja. Kwa hiyo ukiangalia katika michezo miwili ambayo Simba alicheza katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, kwa maana ule msimu wa 2021 katika season hii, walifungwa magoli 2 ya set pieces, kwa maana ya mipira ya kutengwa. Walifungwa moja kupitia free kick ambayo Adam Abba alifunga, nyota kutoka Mauritania, lakini likafungwa bao jingine kupitia kichwa cha El Bahari na kikaingia wavuni moja kwa moja. Katika season hii ya 2024-25 na yenyewe pia Simba wameruhusu bao moja la aina ile kwa maana ya mpira wa kutengwa ambao ulipigwa na kama kona na mpira ukajaa kambani. Kwa hiyo mabao 3 katika 4 ambayo wamepoteza RS Berkane katika michezo miwili, mabao 3 yametokana na mipira ya kutengwa, na hii ni strength ambayo wako nayo. RS Berkane walicheza mechi kwa Mkapa. Kama tutakumbuka katika msimu huu walikuja kwa Mkapa wakapoteza goli 1-0, bao la Sako Osman Pape. But na wao walifunga bao ambalo lilikataliwa kwa sababu ilionekana wameotea, ingawa ilikuwa very tight na lilizua mtafrani kubwa. Maofisa wa Berkane, wachezaji, kulikuwa kuna mtafaruku mkubwa ukiendelea katika ile mechi, na ni mechi ambayo CAF baadaye wakaja kuamua maamuzi ya kinidhamu na Berkane wakapewa adhabu. Yes, kama tutakumbuka ile mechi walifunga bao pia kutokana na changamoto hii ya mpira wa kutengwa ambalo halikustand. So ni kumbukumbu ambayo najaribu tu kuionyesha, ambayo Simba wanapoingia katika mchezo huu wanatakiwa kuwa na tahadhari zote juu ya mipira hii ya set pieces, mipira hii ya kutengwa kwa RS Berkane ambao wameonekana kwa threat katika hizi mechi ambazo nimezipanga hapa. Hii ni finali, hii ni nusu finali, hizi ni group stage. Hii ni miongoni mwa timu ya kuiheshimu katika aina hiyo ya mipira. Kwa hiyo Simba atakiwa kuwa na discipline nje ya boksi, wacheze kwa tahadhari, na huwa wanatoa pressure ya kutosha ili mfanye makosa ikiwezekana azipate hizo kona na kuweza kuzitumia vizuri, wakiwa wanajua kabisa kwamba kandanda ya huku, ukanda wetu huu, ni ngumu sana kucheza mipira ya kichwa. Kwa hiyo wao wanakuwa kwa namba kubwa ndani ya boksi, na faida ya wachezaji wenye vimo vikubwa virefu kama alivyo Lamine Mamadou Kamara ambaye aliathiri Simba katika mchezo wa kwanza kwa kupata bao la kwanza, lakini baadaye akaja kupata bao la pili kupitia Osam Lamlawi na likaenda kumaliza mechi ile. So hiki ndio kitu ambacho nataka kushare kwa wakati huu. Kila laheri mnyama, kila laheri Tanzania, all the best.